Niwashukuru sana Watanzania walioko Dar es Salaam ambao wameungana na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kumpokea rafiki yetu na mpendwa wetu, mchezaji mahiri aliyeweka historia kubwa na kuacha alama ambayo leo inatuinspire watu wengi ambao hatukuweza kujua mpira maana yake mpaka tulivyoanza kuangalia watu kama kina Leo. Nawashukuru sana kwa namna tulivyompokea airport. Mapokezi ya namna hiyo yanaonyesha uhai, upendo, utulivu na thamani ya mpira wa miguu, si tu kwa wachezaji wa kigeni, lakini pia hata kwa watoto wetu watakapotambulika na kujulikana na kuthaminika duniani. Nafahamu ratiba yetu ya leo hapa ni fupi, lakini kesho tutakuwa na safari ya kuelekea Dodoma. Tunaenda kukutana na spika wetu wa bunge, ndugu yetu Zungu ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilala, lakini pia waheshimiwa wabunge wote, waheshimiwa mawaziri watakao kuwepo bungeni, na kiongozi wetu wa serikali Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, mpenzi na mkereketwa wa michezo hasa mpira wa miguu. Wanahabari, mtapata nafasi nzuri sana kwenye safari yetu ya kesho. Manake mtauliza maswali, mtaelewa nini kinachofanyika huko duniani, alafu pia itatuongezea hamasa na uelewa wa kufanya kwa upande wa kwetu. Baada ya pale tutaondoka naye kumpeleka Serengeti, the best destination National Park ambayo imechukua tuzo mfululizo zaidi ya mara 3. Lakini pia aone utajiri wa rasilimali tulizokuwa nazo nchini kwetu. Na baada ya pale tutampeleka Arusha akaone kazi nzuri inayofanywa na Daktari Samia, ujenzi wa kiwanja cha kisasa category 4 ambacho kwa namna moja nyingine kinaenda kutumika kwenye mashindano yetu ya AFCON. Baada ya maelezo hayo ya ratiba hiyo, na imani ya kwamba kesho Dodoma tutampokea majira ya saa 5:30 pale station. Tutamsindikiza kwenda naye bungeni, lakini pia kesho kutwa Arusha atapokelewa pia vile vile, na tutamsindikiza kwenda kwenye uwanja wetu wa Samia Suluhu Stadium. Baada ya maneno hayo mengi, niwashukuru pia wazee wetu, waasisi wa mpira wetu wa miguu na michezo mingine. Leo tunaye hapa kaka yetu na mzee wetu Tenga, wote mnafahamu kwa kazi kubwa aliyoifanya, lakini tumeona wakina Ali Mayai wakiwa makapteni wenyewe, lakini tunaye rais wetu wa shirikisho TFF ndugu yetu Kalia. Kazi yake ni kubwa nzuri, pamoja na makamu wake mwenyekiti, makamu wa rais, pamoja na timu nzima inayotupa kimasomaso taifa letu kwenye upande wa mpira. Mmeelewa juzi tu hapa under 17 walivyofanya mambo, under 20 walivyofanya mambo. Kwa tuna matumaini makubwa kwamba nyinyi nanyi ni wachezaji wapya tunawatarajia kuwauza huko duniani. Yaani hapa jiandae kwenda kuchezea Manchester, kuchezea Arsenal, kuchezea PSG, yani kwenda kuchezea Barcelona. Na jana mmeona wakati kocha wa Brazil akimtangaza Neymar, unaona unaona anavyopendwa mtu Sasa sisi lazima tumzidi, kwa sababu sisi tutakuja kuwa na ufundi mwingi zaidi. Mwambie mtoto mwenzako mama Waisa mengi zaidi. Au kuna Mwaisa hapa? Kwa hiyo niombe, tutampa nafasi hiyo, ataongea na nyinyi, atasign jezi zenu, lakini pia kama una swali la kumuuliza usiogope kumuuliza, si ndio? Wangapi wananiambia watamuuliza maswali? How many you want to ask him questions? You have so many questions, That's inspiring. Sasa baada kusema hayo, kwetu sisi, mimi si mnanifahamu, na mimi nimekuja na bosi wangu ya katibu mkuu. Bosi yeye bwana. Nimekuja na bosi mwingine pale, mkurugenzi wa michezo. Nimekuja na bosi mwingine pale anaitwa Neema. Hawa ndio wote wanasimamia michezo. Jambo moja tu ambalo nimeligundua na nafikiri tutalifanyia kazi.
Leo tulialika maafisa elimu walimu wa michezo. Nafikiri katibu mkuu, tufikia hatua tumuone mkuu wa idara anayesimamia michezo kwenye wilaya. Kama kwenye wilaya yake hakuna hata timu 3, huyo ni kutolewa tu kwenye mkuu wa idara. Sisi tunaelewana? Yaani tutachunguza kama umekaa kwenye idara, wewe ndio mkuu wa michezo, mkuu wa idara ya michezo kwenye halmashauri. Unaingia unakula posho, unasaini posho, alafu kwenye wilaya yako, halmashauri yako, manispaa au jiji, hakuna timu hata 3, wewe ndio wa kung'olewa tu kwenye nafasi. Kwa sababu fikiria leo tunampokea kwa heshima hivi. Sisi tunaandaaje watoto wetu waweze kubeba heshima ya taifa letu? Tunaandaaje watoto wetu waweze kuwa matajiri wanaopata pesa kutoka kwenye michezo? Na tukiona wakuu wa idara wamekaa kwenye ofisi wanakula mshahara, alafu hakuna timu, hakuna kipaji, na anaitwa mkuu wa idara na amekaa pale miaka 4, 5, 6, hao wang'olewe tu.